Kwa hii nafasi leo ndio nimepewa saa dakika mzuri sana niongee mambo yangu nimalize leo yote. Ndio watu waelewe mali ambayo Kenya imefika. My friends, hii ndugu yangu aliwaelezea vizuri sana vile mtu anampichiwa. Unapitia pale kwa National Assembly, unamalizia kwa Senate. Na hiyo mambo ya nani? Nani? Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, mambo yake tulimaliza. Rigathi Gachagua hautasikia mambo yake atakuja kusimama tena Kenya hii. Unless aenda kuja unisupport ama kuja kusupport. Mdomo yake tunataka hiyo tu ndio tumwachia yeye. Kutoa tu mdomo per hiyo tu. Hiyo ndio tuweze kufunga na nini na kamba. Lakini mwili yake yote kila kitu tumefunga pap. So mimi nataka niwaambie mambo ya Rigathi Gachagua tulifunga. Hiyo msahau. Na tuliwaambia hapa. Serikali ni serikali. My friend. Serikali linalipa paka hao lawyers hao mnaona hapo. Hao majaji wanaona hapo. So kuanza kudharau serikali, my friend, hakuna mahali utakaa. Rigathi Gachagua alionekana yeye ako bingwa zaidi. Tulimuonyesha malitakana kwe. Na bado tujionyesha, wacha aende appeal. Tutapeleka yeye kabisa. No, the man anaenda kwa appeal, the man tutapeleka yuko juu. The man anaenda, tutapeleka yeye. Akienda paka Supreme Court, tutasafisha hiyo kanda kabisa, hautawahi ona yake nyama. Hiyo sasa tumeweka hapa at least muone kiongea mcheke ati mara one time mara nini. Haya akienda kwa appeal. Sasa mtu asikiza Sasa mnaanza kusikia kiumbali na nyongwa. Na nyongwa. Haya akienda Supreme Court. Sasa utasikia tu So mambo ya Rigathi Gachagua, mimi kama engineer, Rigathi Gachagua ni kitu kidogo kwa siasa. Ni kitu kidogo sana. Alikuwa dio. Kwanza Rigathi Gachagua alikuwa ameenda training ya polisi. Akaenda training, bahati mzuri akaiba, akapewa dio. Akakutoka dio, akakuja Ruto akamwona akakuwa mbunge. Amekuwa mbunge na one term. Ruto akimuona akapea deputy president. Sasa ameona amefura. Alitusi Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kutusi Kenya hii, hauta survive kimaisha yako. Hiyo koti ambayo alikuwa na shukuru wakati Raila Amolo Odinga alinyang'anywa from 2007 ndio sasa imemwanzia. Na bado. Sasa ajue hii yake moja ameanza kulia. Raila alinyang'anywa from 2007. Maisha ya Raila yote ilikuwa mambo ya kotini. Na baba amekufa kama kusuja. So Rigathi Gachagua, pole. Bado. Hiyo ni kidogo na sisi ni serikali. Tutakuwinda kama sungura. Tutakuwinda kama panya kwa nyumba. Naenda kwa Muchari because hiyo ni mada yangu. Nataka niambie Orengo wewe uliona watu wa Siaya ni mzuri na Muchari kuliko dawa hospitali. Uliona baloleta dawa hospitali umejenga Muchari ya ghorofa 12. Jenga tu kabisa ghorofa 30. Wacha watu kufe Siaya. Hiyo ndio uongozi ambao mlichagua. Pesa ya Siaya inatembea, inamangamanga hapa kwa linda wananchi badala ninunue dawa pale Siaya. Sasa wewe kiongozi ambaye ulichaguliwa ujengea mtu Muchari. Muchari ndio the last option kwa mtu ambaye kishakufa. Tunajaribu sana utibie hospitali upone. Dawa yote ambayo hospitali. Ukienda Siaya County hata pale dawa hakuna hospitali. Hata dawa ya kuua panya hakuna hospitali ya bibi. Wani wa maruzi iko. Hata aspirin tu, hata ile ya homa ile kidogo ile inatoka nini? Penitol. Hakuna Siaya. Mama Lucy hata wa maruzi hakuna. So siangalie Orengo peke yake bwana. So mimi naambia hivi. Hata mama Kenya yote dawa. Kenya yote order. Mimi naambia hivi my friend. Hakuna dawa Kenya yote. Ambia sasa kaja sio Orengo peke yake. Lazima Siaya tutengeneze Siaya. Wale ambao wanataka kama na Siaya wajitokeze mapema this time round. Because tunataka viongozi ambao watakuja kusaidia wananchi. Si wakora. Wewe unaweza my friend. Hata
hata si ujenge hata factory. Hata ya nini? Unataka hapo Nyanza tunataka factory ya samaki. Rais ambia mwingine. Wewe unakuja hata unajenga sisi buchani. My friend. Aseli ya Kalonzo. Hii mambo yenu my friend ya one time. Mimi nataka niwaambie hapa, my friend, mujipange vizuri. Naona hiyo mshari yenu, nyinyi mtakuja kwenda peke yenu. Because najua Orengo anajua atashindwa. Na nyinyi watu wa one time mtakuja kwenda mbinguni. Hiyo mshari mnajenga, mtakuja kuwapeleka. Thank you very much.